Sasa nimuite Mheshimiwa Johana Ngeno Ngong, mfungwa kutoka Emuru Dikir. Asante sana. Kwanza nataka nitume pole zangu kwa familia ya Tergat na watu yote ya area hii kwa mama wetu ambaye amelala pale. Nataka niseme Tergat, najua hata unijui. Huyu mama hakuwa anajua mimi. But we are your great fans. Na tuliposikia kwamba mama ameaga na anapewa leo send off, tukasema lazima tukuje pia hata wewe ujue wakati ulikuwa unakimbia huku kuna watu walikuwa wanavunja viti kusherekea ushindi wako. So nataka nishukuru Mungu kwa minajili ya huyu mama, because great philosophers said kwamba huwezi kumbukwa kwa mali yenye uko nayo wakati umetuacha dunia hii. Huwezi kumbukwa kwa vitu mingi yenye uko nayo, but utakumbukwa kwa kitu moja tu, roho ya watu ambao uliwagusa. Huyu mama alituzalia mtu bingwa, sio Kenya peke yake, sio Rift Valley peke yake, sio Afrika peke yake, but dunia mzima. We must thank the great woman who lies before us today for letting us have such a great champion, such a great warrior. I was wishing today Haile Gabriel Selassie was here, ndio ajue ile damu, ile mifupa au tigiti chegi labate nyiganane kugiche bio sana ndengi. Ni huyu mama ndio alipea yeye hiyo damu ya kukimbia. So I want to thank our great mom, and even as we send you to stay with the angels, we tell you we thank you so much for what you left us. And we know there will be so many other Tergats in this team, in the children, in the grandchildren, in your great grandchildren. Lazima tukushukuru sana. Kwa hivyo nataka tu niseme poleni na ni sherehe kwa mama kwa sababu she was above the average age, which was 95 years old. Tushukuru Mungu kwa kutuachia kwa hiyo nafasi yote na kutufunza mambo mengi. So Tergat of family kileo mutia awe mweli ngwe mama magelengo ngwe. So sitaki niseme mingi. Umesikia mimi ni mfungwa, nimeachiliwa tu kidogo nikuje nione maneno kidogo alafu ninarudi naendelea na mambo yangu. Lakini nataka nishukuru Mungu kwa sababu hii dunia Mungu alitupea jua, na hii jua lazima tuote sisi zote. Hii dunia, hii jua ni ya Mungu na sisi zote tunaota. Your Excellency, pia nataka niseme nimeshukuru nimekuona hapa. Najua saa zingine kwetu sisi ni ngumu kukupata. Tuko hapo hiyo mahali huko. Hiyo mambo ya wheelbarrows hiyo sisi tuko hapo tu. Uongeze mabaiskeli, ongeza mapikipiki, ongeza mikokoteni, ongeza hata ile vitu ya kulisha ng'ombe, kwa sababu among all these people kuna watu wanalisha ng'ombe, kuna watu wanalisha mbuzi. And that is our hustle. So Your Excellency, tuko nyuma yako. Tuko hapo. Wewe ngangana na hii dunia, tutakupea backup ile unahitaji. Labda tu kwa sababu pia ni ngumu kukupata, nataka nikutume kwa serikali huko juu kwamba huduma namba yenye tulijaza hatujawahi jua mpaka wa leo ilikuwa ya nini. Sijui kama ilikuwa ni ile ya 666 ile Biblia ilikuwa inasema, lakini tulijaza tu. But we are not going to have another huduma number. Your Excellency, tunakutuma hiyo 10 billion yenye ungetumua kuleta huduma namba nyingine, watusaidie ama wakupee ununulie vijana na mahustlers wheelbarrows, mikokoteni na kadhalika. Hiyo huduma namba, Your Excellency, please ambia serikali huko juu kwamba hatutataka hiyo huduma namba. Ya mwisho, Your Excellency, tunataka pia tukuambie kitu moja.
kwamba tunakuunga mkono kwa sababu you belong to this country. Wewe ni Mkenya halisi kama Wakenya wengine, and you are the face of all those people who are struggling. You are the face ya wale wote ambao wanaanzia chini. You are the face of the poor. You are the face of the less fortunate. You are the face of the over 50% of the illiterates in this country. Represent us. Tunakuombea Mungu uwakilishe sisi, akilisha sisi vizuri. Otherwise, amaje kitendo pale amwale yongegere keratesh enamesh ku murto jot negerge ognon kibe Jesu ko Kalvari ko giwo Jesu Kristo kurgunegit ko Kalvari mona ligimile bara Golgotha ko kinge to ile to mabanda ko ne bo ko kele wara to mabanda no basumu keso chito ni bara Simon ile nyue kama toro ko jiji Kalvari toreti tinga murto yondone koit Kalvari yari tayunito igoina ko your excellency kingen elebune ingen biga Baringo ingen biga Nakuru ingen biga Central ingen biga Mombasa ingen jitu uleilo murto yo negoro ogogian kileche kugiyo Simon chongi mitabanyo ogo Petero chongi girote ogo Silas chongi girote komdo ngoliotab komuktoe kogigian kele gibendi tugul yegite lagawite murto yo neta kitoke bogo ngoron igas kommi kega neboy la nebo somo your excellency kiti munga murto yo, and that is why we are there. So okay as yelo gitor jego ko murto yo no go gitoren kuchugi ogiglo kotko nga gerik de na gele metori nenu kichunde audio ndamu o bargo ngwe your excellency kimi batenu 100%. Asante, Mungu awabariki, piga kuroni kemi tu tanyuge ngalale bongo. Asante sana Mheshimiwa Ngeno. Though I did not understand what umesema hapa mwisho, nimeona umechangamsha. So whatever it is, hata mimi nasema iende hivyo tu. Sasa wacha niite my colleague mwenye si wewe nimesema wewe ni mfungwa. Huyu na yeye alitimuliwa kwa kiti. Sijui kama mnajua mtu alikuwa majority leader huko Senate. Lakini pia siku hizi naona anafitina sana, nasikia ana represent county mbili kama senator. Kwa hivyo Senator Kipchumba Murkomen. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, the family of Mama Esther Tergat, na pamoja na viongozi wenzangu ukiwa na Governor Lee, Governor wa Baringo Kiptis, viongozi wenzangu wengine wote wenye wako hapa, viongozi na Susan ambaye ni the people's whip kwa Senate. Sasa sisi tumekuwa the people's something, ile ilikuwa people's something ndio sisi. Na waombolezaji wote hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi nimekuja hapa kwanza kama rafiki ya Paul na mke wake, niliwajua kitambo kidogo. Na mimi nimekuja hapa kusema pole sana kwa kumpoteza mama yenu. Tunasema pole na tunashukuru Mungu pia aliwapatia mama ambaye alikuwa good mentor na kukuchunga na kuwachunga nyinyi wote na ndugu zako na dada zako mpaka mmefika mahali ambapo mmepata marafiki kiasi kwamba naibu wa rais ako hapa, magovernors, wajumbe, MDs, watu wengi na mahustlers wamepata nafasi ya kuja hapa. Paul, tunataka kusema your mom was a great person because you can see from the testimony yenye unaona hapa. Na unajua kuna watu wengine hata kitu ikifanyika, hata afariki namna hii, majirani hawezi kuja kwa sababu siku yenye walikuwa wanaishi au kuwa wanafungua mlango kwa majirani. Na mimi najua mama tu kupitia matunda yake ambaye ni Paul. Huyu Paul nilijua yeye 202, 203, 204. Alipokuja huko nilikuwa nasoma University of Nairobi School of Law
na Paul akakuja kubadilisha our neighborhood, akalete engine petrol station na duka ingine hapo, akaweka hapo akaweka vitu mingi including unajua sasa mimi ni hustler wa Mbogutu, kwa sababu nimejua sana mambo ya inaitwa nini, chocolate ilikuwa tumewekewa hapo. Sasa tulikuwa ukipata mtu yako kwa shule hapo, na unajua ilikuwa lit mpaka usiku yote. So ukipata mtu yako, si mnajua tu, ukipata tulikuwa tunasoma lakini tulikuwa naangalia pia. Ukipata mtu unapeleka engine, unanunulia nini hiyo chocolate. Kumbe inaleta mapenzi kukaribia kidogo. Na hata ukikutana na Paul hapo alikuwa anasema leo Murkomen enda na hii moja. So nikafanya namna hiyo mpaka nikapata bibi. So huyu Paul ni mtu mwenye nimemjua kwa muda, na is a friend to so many lawyers because we were students that time. Na wamegraduate, some of whom wamenituma na condolences zao. Na Paul amebadilisha sura ya mchezo na sports, sio kwa Kenya, kwa dunia. Ukiona anaitwa Dr. Paul, ni contributions ya ile leadership ako nayo, na hiyo leadership imetoka kwa mama yake. This is the first Kenyan to run sub 5 na kuweka world record, na ilikuwa around that time, that was 2 or 3, you know. Na pia if there is something, because mimi nimeenda shule nisomea St. Patrick's, county yangu iko na athletes wengi sana, nimeona wengine hapa. If there is an example we get for people like Paul, is that he is an example in and off the field. Na yeye ni mentor kwa wakimbiaji wengi sana na ma sportsmen wengi, not here but all over the world. Na ukitaka ujue, jaribu ukimbie hata kwa wiki moja tu, jaribu kuimba 10 kilometers 20 nini. Paul, pengine wewe ujui, unaona Kiptoo huyo your nephew, tuko kwa club moja ya kukimbia kwa Nairobi. Hata nimepotea for 1 week, naona tumbo imeanza kuongezeka for 1 month, I mean. Tunakimbia, unakimbia hiyo kitu, ukifika 10 kilometers unashangaa ulikuwa unafanya nini na hii kitu. Yeah, hata pengine niseme tu hapa, hata DP asipotaka, tulienda kukimbia na yeye the other day. Tukaenda na yeye namna hii, lakini wa mama wanijide. So sports and sportsmen wamebadilisha nchi yetu. And Paul, I am not flattering you. We are very proud of you. The contribution that you've made and the contribution our athletes in this country have made is nothing compared to what we have done as politicians. Ile yenye umefanya na wakimbiaji kama ambassadors, kama investors, kama kubadilisha maisha ya watu through mentorship. We have come here to celebrate your mom because she's part of great women who've given birth to great people who have changed not Kenya but the world. That's why we are here. Sasa unaona hata nilikuwa Kisumu huko nikachikaza tu kuja hapa, na nashukuru naibu wa rais aliniwezesha kwa sababu I really wanted to be here and to say these words that we really very proud of you. Na kwa mambo ya Kenya, si mnajua mimi ni mtu sasa siku hizi, mimi ni member ya Jubilee kabisa ndani, lakini niko backbencher siku hizi kwa Senate. So huko nyuma hapo mimi naona sasa maneno mzuri sana. Mimi nimeona sasa, unajua kuna ile ukiwa majority leader uone vizuri. Hata mambo ya Baringo huko mimi natetea sasa vizuri hata kuliko siku ile nyingine. Yeah? Kwa sababu I have now the freedom of mind and thought to speak my mind. Na so naibu wa rais unisamee. Siku ile nyingine nilikuwa nachunga maneno yangu kwa sababu nilikuwa hapo mbele, kwa napewa kiti karibu na rais hapo kila saa yote, State House wapi. Sasa wacha niwaambieni ukweli. Ile shida tuko nayo kwa dunia hii na kwa siasa ya Kenya, na kwa nini Kenya isongi mbele, ni shida ya unafiki. It is actually, that is what is killing Kenya. Ile inaitwa unafiki, inaitwa ni kwa Kiingereza inaitwa hypocrisy. We have the worst form of hypocrisy in this country. And that hypocrisy inatokana na watu ambao wanajitafutia ubinafsi. Naibu wa rais na rais walikaa chini 2013 wakasema tunataka kuunganisha Kenya. Wakaunganisha, wakapigiwa kura, na kwa sehemu zote za Kenya wakapigiwa kura. Sasa wako ofisi for the first 5 years. Kuna watu siku hiyo tulikuwa nao walikuwa wanasema naibu wa rais ni mtu mzuri, tunashukuru amesaidia kuunganisha Kenya.
Yeye ni mtu ambaye tunajua hako nyuma ya rais. Tunamshukuru kwa sababu amesimama na rais, amefanya hivi. Saa hizi kwa sababu wanajitafutia ubinafsi yao, wameanza sasa ile unafiki. Wa kwanza kuuliza ati naibu wa rais asikizane na rais, sijui akae pamoja na rais. I was listening to one Raphael Tuju, and I want to answer Raphael Tuju kwa hapa. Raphael Tuju sio MCA, hajachaguliwa na mtu yoyote. Amechukuliwa na naibu wa rais kutafutwa na akaletwa kuja Jubilee. Akakuja kuketi chini na rais, wakamwambia chunga hapo, tukichukua leaders ya Jubilee tutaona kama watakupenda, wasipokupenda tutakutafutia kazi nyingine. Sasa huyo mtu amemea kiburi, kichwa imepasuka na kiburi mingi. Kwa sababu we started a journey of uniting this country. But if we have the likes of Murade and Tuju giving lectures to the Deputy President of the Republic of Kenya, where is the truth in Jubilee if that is going to be the kind of party we are going to establish? Jana rais aliongea kwa France. Akasema sina shida na naibu wangu. Akasema anataka kuunganisha Kenya. Tuju leo ameongea, anasema rais ako na shida na naibu wake na tunataka kupigana na naibu wa rais. Who is telling the truth and whose dog is Raphael Tuju? Who is he speaking for? We cannot. The president yesterday talked about uniting the country, and I want to be very candid with the president. You cannot do a somewhere 1 + 2 - 4 utaenda negative. That is a fact. You can't say we are uniting with the deputy president, with all the leaders of Jubilee. Ayafu kidogo useme haya -10 plus Raila. You are just doing a minus business. If you want to unite the country, the Bible is very clear. Anyone who wants to preach the gospel out there must start with his own house, with his own family. If you want to preach the gospel of uniting Kenya, start by uniting Jubilee. Show that unity. Chase and fire Tuju and Murade so that we know what you said about uniting the country, you mean it. But if we continue having divisive elements within Jubilee, who are day and night talking about the deputy president, disrespecting the office of the deputy president, and William Ruto will not be deputy president forever. He has only less than 2 years to be deputy president. If we have those characters, divisive characters, I want to tell the president, you will be doing 1 + 3 - 4. That is going to the negative. We need to build a country that's moving forward. Now we want to tell Tuju, we are members of Jubilee by choice. We were elected to become members of Jubilee. We campaigned and looked for votes so that you became relevant to hold that office. You cannot tell us we will not meet in that office in Pangani, my friend. We will be there Monday, we will be there Tuesday, we will be there Wednesday, we will be there Sunday, for as long as our money is funding that office and our votes brought the number of resources that are given by government, we shall be in that office. Na tutakuwa kwa hiyo ofisi. Ya mwisho, Tuju amekuja press conference akasema lazima wote tushike huduma namba. Yeye ni waziri ya nani? Ama alikula pesa ngapi kwa ile 7 billion yenye walitumia siku ile wa kufanya huduma namba? Raphael Tuju must be investigated. What is his personal interest in huduma number? Or he is looking for money to pay his debt that has been publicized across the country. He cannot force us again to go back to get huduma number until we account for the 7 billion that was wasted kwa hii mambo ya huduma number. Watu mbaya ulitukaribisha sisi wanasiasa, lakini sasa tungesemaje? Na wacha tuseme hii kidogo. Because if we must unite this country, we must move forward. And I want to tell Tuju, you are part of the cabal, a group of people in this country who believe that public institutions should be privatized. You privatize the sugar companies. You are now wanting to privatize Kenya Airways. You want to privatize the port. You want to privatize the railway. You want to militarize Nairobi County. Now you want to privatize Jubilee. I don't know if you want to appoint another military officer to run Jubilee or what you want. We are saying that as a democratic nation,
we are not going to accept a process of privatizing public entities and public political parties, because we must play a role as citizens of this country through democracy. Naibu wa Rais, sisi hiyo ni maneno ningesema hapa. Mimi nataka kushukuru watu wa Nakuru na wale walitoka Baringo na sehemu zingine. Hii Kenya tutanyorosha mpaka italainika. Na hii Kenya tutaambiana ukweli mpaka iende straight. We will not accept the projects to be brought to become candidates for the sake of other people's benefit. We are not campaigning. We are straightening Kenya. Kuna watu wanatuambia tunafanya kampeni. Hapana. Naibu wa Rais na sisi tunaunganisha Kenya from the bottom up. Sio ile ya wadozi kuja chini. Tunaanzia hustlers zikienda juu. And that is where we want to take Kenya. Ikifika siku ya elections tutaongea mambo ya elections, but today we are only speaking about how to unite the Kenya nation bottom up, not up down. Asanteni sana na Mungu awafariji. Asante sana Senator Kipchumba Murkomen, the people's leader of majority. Na umeongea ukweli. Kwa sababu tulisema before corona iliingia, tulisema mwaka wa 2020 ni mwaka wa kuambiana ukweli. Kwa hivyo hiyo ukweli tutaisema. We shall say it from the treetops, from the ground, from everywhere. But ukweli tutaambiana. Paul Tergat, wacha niseme, you have put Kenya on the map. Na sijui kama mnaelewa wenye tuko hapa leo. I do not know if we understand the level of an international star that we have in Ambassador Dr. Paul Tergat. Na sisi kama watu wa Nakuru, we are very proud. Lakini naona tumeshikana kabisa. We were just talking with the governor for Baringo. Na tukasema sometime back Nakuru and Baringo were the same. And I see we have a lot of interest. So you put Kenya on the map back in 2003 when you broke the world record for the marathon, and you have been one of the most revered athletes in the world. So we thank you and we love you. Pia as a president of NOC, umeendelea to be a mentor to our athletes in this country. And I'm sure maybe we do not understand as well. Kama Kenya, our fame out there internationally. In fact, nilikaa nje tu kidogo. Na kila mtu whenever you said your name na ukasema umetoka Kenya, wazungu walikuwa wanatuuliza, do you run? Na mimi nikajua kwa sababu hawajui ni nani kama nani harani, nilikuwa nawaambia mimi nakimbiaga hata Paul hawezi nishika. Na kwa sababu mimi ni mdogo, si wanaona kweli naweza kimbia. Lakini nitakaa na wewe karibu Paul, uniambie nyinyi jamii ya Wakalenjin, kweli ni nini mnakula? Sijui ni nini, ama maybe ni muziki. But I have also heard story ya gogo. Na Your Excellency the Deputy President, because you are here today, kama huyu mfungwa rafiki yangu, I will also send you to His Excellency the President. Your Excellency, a few weeks ago, and I'm so happy and so proud to be part of this send-off for Gogo. She's a woman with such leadership abilities and capabilities. Tumesikia maneno yake ya women empowerment. Your Excellency, naona Gogo was the first hustler. Ameempower wamama kabisa. Ama hamukuona hivyo? So my message to you, Your Excellency, to both you and Your Excellency and His Excellency the President, both of you as the presidency. Kama mama kiongozi katika hii Kenya, I am very upset by you too. Wacha nikwambie kwa nini. A few weeks ago, Chief Justice Maraga alitoa advisory akasema the Parliament of Kenya must be dissolved. Na the reason it must be dissolved, na turudi kwa nyinyi wananchi tutafute kura tena, tuone kama itakuwa in compliance with the 2/3 gender principle, ni kwa sababu katiba ya Kenya, which the two of you swore, and I was there, both in 2013 and in 2017, you swore to uphold the law, to uphold the rule of law in this country. And the Constitution is the most supreme rule of law. Kwa hivyo nataka
nataka Your Excellency naibu wa rais, mkiwa pamoja na rais wa Kenya, msome katiba article 81B. Pia msome katiba article 27(8). Na muone inasema it is not properly constituted kama parliament if we have more than 2/3 of the same gender, which is the case right now. So in honor of Gogo, nataka muende hiyo parliament muitupilie mbali, turudi kwa elections. Hata sisi wa mama wa Kenya tunaweza. Kama Gogo international champion in the world. Nini wa mama hawawezi? Nyinyi mumeona wale watoto wote wamezunguka Gogo pale. And that is from our women folk. So Your Excellency the Deputy President, as much as I love you, today I'm upset. Because you people have failed to bring the other half of the population of Kenya to the table. And no country can succeed politically